Na barabara yenu hii ya Utegi Shirati ilikwisha kutangazwa, mkandarasi akajitokeza mmoja, na baada ya kujua yuko peke yake akapandisha bei zaidi ya mara 2. Sasa ninyi hapa pamoja na kuwa mnahitaji barabara, lakini najua mnahitaji na barabara zingine. Kwa nini mtu azoe fedha yote kwenye barabara moja? Serikali ikasema haiwezi ikajenga barabara kwa bei hizo alizoweka, kwa sababu fedha hizi sio za serikali, ni fedha zenu. Lazima tuzisimamie zifanye kazi vizuri, lazima tuwahurumie walipa kodi wa Tanzania. Aliweka mabei ya ajabu ajabu. Tutakapomuinua naibu waziri wa ujenzi hapa atawaambia. Zaidi ya bei ile aliongeza gharama zaidi ya mara 3, si mara 2, si mara ngapi. Barabara ya kujengwa kwa bilioni 60 ijengwe kwa bilioni 120. Hatuwezi tukafanya hivyo. Sasa kwa kuwa ruhusa ilishatolewa ya kujenga barabara hii, Mheshimiwa Rais alishatoa ruhusa na tangazo likatoka na mkandarasi akatafutwa. Na kwa sababu wananchi wa hapa wanaitaka hiyo barabara, na mpaka walishaanza kumnyoshea mheshimiwa mbunge rafiki yangu ninayefanana naye, wakaanza kumuona pengine yeye ndio tatizo. Sasa leo hii nawaambia yeye sio tatizo, na nimuite meneja wa TANROADS wa mkoa huu. Yuko wapi? Meneja yuko wapi? Sasa meneja, ninapomaliza ziara hii ndio nimeshakupa ruhusa hiyo, usianze kuandika mabarua. Nenda katangaze, tafuta mkandarasi aanze ujenzi wa barabara hii ya kuja hapa. Mheshimiwa Rais alishatoa hiyo ruhusa, mkafanya mchakato wa kupata mkandarasi, ila aliyepatikana akawa na matatizo. Msiombe ruhusa nyingine, Rais alishawapa ruhusa. Kwa sababu mngempata mkandarasi sahihi, mngeendelea na ujenzi. Kwa hiyo ruhusa ilishatolewa. Kilichopo sasa hivi mlikosa mkandarasi, yule alikuja na mabei ya juu. Tangaza, pata mkandarasi sahihi, anza ujenzi, na fedha zitakuja moja kwa moja kwenye mfuko wa TANROADS. Unapomaliza mkutano, nenda kaandae hizo tender documents. Sasa usianze vingereza, feasibility study, adjustment, hivyo vyote mlishamaliza. Usanifu mlishamaliza bwana. Kila kitu mlishamaliza. Haya, tangazo la tender nitaliona lini? Hebu mpeni mic aniambie. Tangazo mnatoa lini? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa maelekezo yako tulikuwa tunafanya mapitio ili tuone kwa nini kwanza aliomba mmoja. Huenda labda vigezo vilikuwa sio rafiki kwa watu wengine wakaacha. Kwa hiyo tunapitia kidogo ili tuviboreshe, pamoja na mawanda ya kazi ambayo yalikuwa yamesanifiwa. Kwa hiyo tunatarajia kuanzia mwezi huu wa 8 unayokuja tutakuwa tumekamilisha na tutoe hilo tangazo. Tawasiliana na mtendaji mkuu ili tuweze kuendelea kama ulivyoelekeza. Mnawasiliana kuona nini? Mradi huu kwa maana ya tangazo unatangazwa makao makuu, kwa ile threshold ya mkoa imevukwa. Kwa hiyo ni lazima ni wasiliane na mtendaji mkuu. Leo ni tarehe 2 tu. Kwa nini mpaka mwezi wa 8? Nilisema kwa sababu tuna mapitio kidogo pamoja na kuboresha hivyo vigezo vilivyokuwa vimewekwa mwanzo ambao vikasababisha wengine wasiombe. Kwa hiyo mheshimiwa, nitajitahidi niliweka hiyo kwamba ni mwezi wa 8, lakini tunaweza tukajisqueeze ili ndani ya wiki 2 basi tuweze kufanya hivyo baada ya kuwasiliana na mtendaji mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi naomba nikuahidi kwamba ndani ya mwezi huu tenda hiyo iwe imetangazwa. Haya, sawa. Meneja, wewe unayetaka sana kuwasiliana na mtendaji mkuu, nenda nje pale, piga simu, mwambie nimeelekeza tenda itoke mwezi huu. Nenda hapo, pigie simu.